Karibu kwenye habari za ulimwengu. Mvutano wa kisiasa na wa kijeshi Mashariki ya Kati unaendelea kuongezeka, huku Urusi ikitoa wito wa kujizuia kwa pande zote baada ya Marekani kuongeza uwepo wake wa kijeshi karibu na Iran katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Hatua hii imezua hofu ya kuibuka kwa mgogoro mkubwa wa kikanda. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Moscow, Urusi imesisitiza kuwa hatua za kijeshi zinazoendelea kuchukuliwa zinaweza kuongeza hatari ya makabiliano ya moja kwa moja badala ya kupunguza mvutano uliopo. Urusi imetoa wito kwa Iran na Marekani kutumia njia za kidiplomasia ili kuepusha hali ambayo inaweza kudhibitiwa kwa ugumu endapo itageuka kuwa mzozo wa kimataifa. Marekani imeongeza idadi ya manowari, ndege za kivita na vikosi vya baharini katika eneo hilo, ikieleza kuwa hatua hizo ni za kiusalama na zinalenga kulinda maslahi yake pamoja na usalama wa washirika wake wa kikanda. Hata hivyo, hatua hizo zimechukuliwa na wengi kama ujumbe wa shinikizo la kijeshi kwa Iran. Iran kwa upande wake imeeleza kuwa uwepo huo wa kijeshi kama kitendo cha uchokozi na kitisho kwa usalama wa kikanda. Viongozi wa Tehran wameonya kuwa Iran ipo tayari kujilinda endapo itahisi usalama wake uko hatarini, huku wakiilaumu Marekani kwa kuchochea hali ya mvutano katika Ghuba ya Uajemi. Onyo la Urusi linaonyesha nafasi yake kama mdau muhimu katika siasa za Mashariki ya Kati, hasa kutokana na mahusiano yake ya karibu ya kisiasa na kiusalama na Iran. Wachambuzi wanasema Moscow inalenga kuzuia kuibuka kwa vita mpya ambayo inaweza kuvuruga zaidi utulivu wa kikanda na kuathiri maslahi yake ya kimkakati. Kwa upande wa diplomasia ya kimataifa, mataifa kadhaa yameanza kutoa wito wa tahadhari, yakihofia kuwa makosa madogo ya kijeshi kama tukio la kushambuliwa kwa manowari au ndege zisizo na rubani yanaweza kusababisha mfululizo wa matukio yatakayochochea vita vikubwa visivyotarajiwa. Wataalamu wa masuala ya usalama wanaonya kuwa Mashariki ya Kati imejaa migogoro inayoweza kuwaka kwa haraka na kwamba mgogoro kati ya Marekani na Iran unaweza kuhusisha mataifa mengi au makundi ya kijeshi yanayoungwa mkono na pande husika, na hivyo kupanua wigo wa mzozo huo. Licha ya misimamo mikali ya kijeshi, bado kuna juhudi za diplomasia zinazoendelea nyuma ya pazia. Hata hivyo, wachambuzi wanaeleza kuwa mafanikio ya mazungumzo hayo yatategemea iwapo pande zote zitakuwa tayari kupunguza lugha kali na hatua za vitisho vya kijeshi. Mvutano huu tayari umeanza kuathiri masoko ya dunia, hususani sekta ya nishati, kutokana na hofu ya kuvurugika kwa usafirishaji wa mafuta kupitia Ghuba ya Uajemi. Hali hii inaongeza wasiwasi wa kiuchumi kwa mataifa mengi yanayotegemea nishati kutoka eneo hilo. Kwa mtazamo wa jumla, onyo la Urusi linakuja katika wakati nyeti ambapo dunia tayari inakabiliwa na migogoro mingi ya kimataifa. Swali linalobaki ni iwapo juhudi za kidiplomasia zitafanikiwa kuzuia mzozo mpya wa kijeshi au kama mvutano huu utaendelea kuisukuma Mashariki ya Kati kwenye hali ya hatari zaidi kwa usalama wa dunia. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.